Jeshi la polisi wanaendelea na taratibu hizo, za kutafuta kichwa hicho, na nafikiri wamefikia hatua nzuri. Kwa hiyo mimi mwenyewe bado niko Moshi, lakini nategemea kuondoka. Ukisema wamefikia hatua nzuri una maana gani? Unajua kama hawajamaliza kazi yao si vizuri sana kuongea mambo yao ya polisi. Ndio. Lakini kwa taarifa za tetesi za awali waliniambia kwamba wamekipata. Okay. Na walikudokeza kwamba wamekipata wapi? Maeneo ya Kitunda Kibeberu. Ndipo ambapo kilipatikana hicho kichwa. Kilichopatikana huko. Na wakati taratibu nyingine zinaendelea, maana ya kwamba msiba utafungwa tena kuhakikisha kwamba mnakwenda kupumzisha kichwa cha marehemu James Temba? Wakishamaliza taratibu za kiupelelezi na taratibu za kisheria hizo wanazozifanya, tutakabidhiwa, tutakwenda kukirudisha nyumbani kikaungane pale kwenye kiwiliwili chake kilikuwekwa, kaburi lake lilikuwekwa. Kwa maana ya kwamba kaburi itaenda kuchimbuliwa ili kuweka kichwa kikawa kwenye mwili wake. Wale waliojengea nafikiri kuna sehemu waliacha kwa dharura kwa sababu ya tulitegemea kwamba kitapatikana. Ndio. Tulikuwa tumewaza kwamba kikipatikana tukiwa tumeshamwaga zege kote itakuwaje, lakini tuliacha sehemu kama ya dharura. Ndio. Na kama kichwa cha familia, kwa maana ya wewe baba ndio kichwa cha familia, nini neno la familia baada ya kupata taarifa ambazo bado nyinyi wenyewe mjakabidhiwa kichwa cha marehemu James, lakini kuna ile namna ambavyo nyinyi kama familia mmepokea, neno lenu ni lipi? Sisi kwanza tunawashukuru ndugu jamaa na marafiki kwa kushirikiana nasi toka mwanzo tulipopata taarifa hizi mbaya za kifo cha kijana wetu, kwa sababu ni watu wengi walitukimbilia kutoka sehemu mbalimbali. Ndio. Na tuliposikia taarifa kupatikana hicho kichwa pia tumefarijika, maana tumeona unawaza mtoto amezikwa hana kichwa, unakuwa na mawazo ambayo ni tofauti zaidi. Pamoja na kwamba ushapata hasara ya mtoto, lakini na ufungu zaidi wa kukotelea mtoto kuzikwa bila kichwa. Lakini kwa juhudi za jeshi la polisi na kuweza kufanikisha hilo jambo, ni kwamba tunawashukuru kwa juhudi zao, lakini pia tunawashukuru hata waandishi habari kwa taarifa zao mbalimbali ambazo zimesaidia watu wengi kupata taarifa. Ndio.